Aidha, nawashukuru wananchi wenzangu wa Kizimkazi na wengine kwa mapokezi na kujitokeza kwa wingi kushiriki katika tukio hili. Nawashukuru sana kwa moyo huo wa umoja, shikamano na ushirikiano. Mwaka 2023 niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa viwanja hivi, na leo nina furaha kubwa kwamba sote tunasherehekea uzinduzi wa viwanja hivi. Nawashukuru sana wakandarasi wetu na wote walioshiriki katika kukamilisha mradi huu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, michezo ina umuhimu katika malezi na makuzi ya watoto wetu. Kupitia michezo watoto wetu hujifunza tabia njema, hujifunza ubunifu, hujifunza nidhamu, heshima na ushirikiano, ambao ni vichocheo muhimu katika kujenga utu, maadili na uwezo wa kuchangamana na wengine na kukua kiakili. Kwa mantiki hiyo, hatupaswi kuvitazama viwanja hivi kama sehemu ya burudani pekee, bali tuvione kama sehemu ya msingi tuliowekeza kwa ajili ya makuzi na malezi bora ya watoto wetu. Napozungumza malezi bora ya watoto wetu, nataka niseme kwamba kiwanja hiki au viwanja hivi viko hapa kwa ajili ya kukuza afya ya watoto. Watoto wakipata kucheza kama ilivyosemwa hapa, inakuza afya yao. Kiwanja hiki kwa vyovyote vile, na hapa nazungumza na wenzangu wa Kizimkazi, wazazi na walezi, lakini pia watakaosimamia uendeshaji wa viwanja hivi, kiwanja hiki kisiwe kuharibu maadili ya watoto. Tumesema ni kiwanja cha watoto kuanzia miaka 3 hadi 15, ndivyo ilivyosemwa hapa. Ninajua wakati wa sherehe watu wazima wanakuwa kwenye kiwanja hichi, wengine wanakuja kuleta watoto, wengine wanakuja tu kuangalia, kutazama na wenyewe kufurahi. Sasa kwa vyovyote vile kiwanja hichi kisiwe chanzo cha kuharibu watoto. Lakini vile vile dunia ya sasa ni maendeleo ya teknolojia, na ndani ya kiwanja hapa kuna teknolojia mbalimbali zitatumika. Mbali na uwepo wa mapembea haya, kutakuwa na burudani za muziki, kutakuwa na maonyesho pengine ya picha mbalimbali, na hasa kwa kuwa tunatanua kiwanja hichi kilivyo sasa kinaonekana ni kidogo, kuna sehemu ya pili inatanuliwa, wafanya biashara watakaa huko, pengine kutakuwa na mabanda ya kuonesha filamu mbalimbali yatakuwa huko. Niombe sana teknolojia itakayotumika hapa iwe kwa ajili ya watoto na si vinginevyo, ni kwa ajili ya watoto. Lakini hata tutakapoweka michezo ya kutumia watoto watumie teknolojia kwa michezo, iwe kwa umri wao na isiwe vinginevyo. Iwe teknolojia ambayo itaendelea kukuza au kutunza mila na desturi zetu. Hiki ni kiwanja cha watoto, sio cha watu wazima. Kwa tusije tukakuta kuna banda hapo, mradi mtu kalipa leseni anaonesha mapicha ya ovyo ovyo ndani ya kiwanja cha watoto. Hapana, hivi ni viwanja vya watoto. Lakini jengine ni kujali usalama wa watoto. Wakati wa sikukuu viwanja hivi vinajaa sana sana sana, na nawashukuru ndugu zetu waliotujengea Camel Oil. Wameona kwamba si vyema kuweka sakafu kule ambako mapembea yapo, watoto wanaanguka, watoto wanasukumana. Kwa hiyo wamewawekea mchanga ambao utakuwa ni salama kwao. Lakini vile vile kuna haja kwa watakaoendesha viwanja hivi kujali usalama wa watoto wetu wanapopanda mapembea, lakini hata wanapocheza, ni kujali usalama wa watoto wao. Eneo hili kama lilivyosemwa ni dogo, kwa hiyo tunakaribisha uwekezaji zaidi. Kuna eneo limeshatengenezwa ili watu waje kuweka uwekezaji wao. Mwenye mapembea ya aina nyingine aje kuweka, mwenye maduka ya toys za watoto aje kuweka, mwenye uwekezaji wowote unaowahusu watoto aje kuweka, ili watoto wetu
wapate maarifa zaidi, wasome zaidi na wachangamke zaidi, akili ikuwe zaidi, wapate afya zaidi. Kiwanja hiki tumeongeza kwa sababu kiwanja hichi kama kilivyo sasa hivi kinakuza utalii wa ndani. Nina taarifa kwamba watu wanatoka maeneo mbalimbali ndani ya kisiwa hiki cha Unguja na wanakuja kwenye kiwanja hiki. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya uwekezaji utimie ili tuendelee kukuza utalii wa ndani. Kwa umuhimu huo, niziagize mamlaka za upangaji miji kwa Zanzibar kutenga maeneo maalum kwa ajili ya matumizi ya michezo ya watoto. Waziri amesema hapa, nadhani wizara pia mtasimamia, sababu maeneo ya watoto yakitengwa yanakaa mwaka mmoja miwili, unakuta lidude lingine limeingia hapo na eneo la watoto halipo. Kwa hiyo niagize kutengwa kwa viwanja vya maeneo ya kucheza watoto, na tukaribishe wawekezaji wa sekta binafsi waweze kuwekeza ili watoto wetu wapate maeneo ya kucheza. Tushirikiane sote kujenga kizazi chenye maadili mema leo na hata baadaye. Pamoja na viwanda vya michezo, bado sisi wazazi tunao wajibu wa kuendelea kuwalea vizuri watoto wetu kiafya, kimaadili, kielimu, lakini vile vile kiimani.